Singeingia kwenye kinyang'anyiro, ningechukua tuzo yenyewe. Kwa sababu Afrika hii hakuna msemaji bora na wa maana kama mimi. Kwa kama hiyo tuzo ingetolewa na CAF, nisingeingia kwenye kinyang'anyiro. Yaani CAF angetangaza mtu huyu mmoja tu, bana msemaji bora ni huyu. Tarehe fulani anakuja kupokea zawadi yake dola 50,000. Sifananishe kifo na usingizi wewe. Mimi sifananishwi na kiumbe mwingine yote. Jamani, Kibu ni mchezaji mkubwa, na mchezaji mkubwa utamwona kwenye a very big moment. Lakini mchezaji yoyote huwa anapanda shuka. Kwa hiyo kuna wakati mambo yanakuwa hayamwendei sawa sawa kama ilivyo kwa binadamu mwingine yoyote, anajikuta na struggle, na bahati mbaya zaidi hiyo struggling yake huwa inamkuta kwenye michuano ya ndani. Lakini baada ya kufunga yale magoli pale Eswatini, confidence na morali ya Kibu imeamka sana. Mimi nategemea baada ya kutoka pale tutamshuhudia Kibu mpya kuanzia hivi sasa, na tarehe 26 utashuhudia. Utamuona Kibu mpya kabisa. Utamuona Kibu ambaye hujawahi kumuona. Utamuona Kibu mwenye ubora wa hali ya juu sana. Kwa sababu kinachomsumbua, unajua changamoto ya Kibu ni mtu ambaye anapenda kufanya vizuri. Kwa hiyo ikitokea hajafanya vizuri huwa inamsumbua kidogo psychologically. Sasa basi amefunga yale magoli mawili. Hata ukimtazama nuru yake imeshabadilika, kwa sababu tayari mambo yameanza kuiva kwa upande wake, na nafasi atakazoendelea kupata atazidi kuimarika zaidi. Mimi naamini kabisa msimu huu tumemuona Shomari Kapombe kwenye kinyang'anyiro cha tuzo za CAF. Msimu ujao usishangae kumuona Kibu Denis, gari yake imeshawaka. Mauzo ya tiketi yanakwenda vizuri sana kiasi cha kutia moyo. Mpaka sasa tumemaliza daraja la Tanzanite za shilingi 250,000. Tumebakiwa na madaraja mengine yapatao 5. Nichukue nafasi hii kutoa rai kwa wanasimba wote ambao wana dhamira ya kuja Benjamin Mkapa siku ya tarehe 26, wafanye hima kununua tiketi zao kwa ajili ya kuja uwanjani. Wale ambao wanakusudia kukaa VIPA wana leo tu ya kununua tiketi zao hadi tukiamka kesho kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, VIPA zitakuwa zimesha katika. Baada hapo tutabaki na BC pamoja na mzunguko. Kwa hiyo basi nichukue nafasi hii kuwaomba na kuwahimiza wana Simba kununua tiketi zao kwa wingi, kwa haraka, ili kila mwana Simba apate nafasi ya kuja kwenye mchezo huu. Sisi kwetu mchezo huu una maana kubwa sana. Mchezo huu una thamani kubwa sana, na mchezo huu tunauhitaji sana. Mchezo huu una vitu vingi vya msingi vipya ambavyo tunakwenda kuvishuhudia kwa mara ya kwanza vikitokea katika ardhi yetu ya Tanzania. Kwanza tunakwenda kuandika historia ya kuwa klabu ya 3 barani Afrika kufuzu ligi ya mabingwa Afrika kwa mara ya 7 mtawalia. Hakuna klabu yoyote unaoifahamu wewe ambayo ina uwezo wa kufanya hivyo Afrika hii, ukitoa Mamelodi Sundowns pamoja na Al Ahly. Timu nyingine Afrika ambayo imekuwa na uhakika wa kucheza group stage kwa mara ya 7 mfululizo ni Simba Sports Club. Tangu tumeanza kampeni zetu hizo mwaka 2018 hatujawahi kuondoka tena kwenye hatua kama hii, ukitoa ile ya UD Songo. Baada hapo tumekuwa na mfululizo na uhakika wa kushiriki ligi ya mabingwa, kushiriki hatua ya makundi ya michuano ya CAF. Haya ni mafanikio makubwa sana ambayo hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la uoga. Hatutakiwi kuyatazama kwa jicho la wasiwasi. Tunatakiwa kuyatazama mafanikio haya kama sehemu kubwa ya mafanikio ndani ya taasisi yetu ya Simba Sports Club. Lakini ni jana tu ambapo timu yetu imetangazwa kuingia kwenye orodha ya timu 10 Afrika ambazo zinawania tuzo ya timu bora msimu uliopita. Hasa hii sio jambo la kulichukulia kawaida hata kidogo. Ni jambo kubwa,
ni jambo ambalo limeiongezea thamani klabu yetu ya Simba Sports Club, limeiongezea heshima timu yetu ya Simba Sports Club, na kwa mantiki hiyo hatuna budi sisi wenye Simba yetu kuonesha kwa vitendo